Hili ndio jiji la Dar es Salaam. Ni jiji lenye sifa nyingi muhimu nchini Tanzania. Sifa kuu zinazoibeba ni pamoja na Dar es Salaam ndio injini kuu ya uchumi wa Tanzania, ikichangia sehemu kubwa ya pato la taifa GDP. Ina bandari kuu Dar es Salaam Port ambayo ni lango muhimu la biashara kwa Tanzania na nchi jirani za bahari ya Hindi kama vile Zambia, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Masoko. Ukija katika upande wa masoko, jiji hili lina masoko makubwa na maarufu kama Kariakoo, ambayo ni kitovu cha biashara ya bidhaa mbalimbali nchini na Afrika Mashariki. Jiji la bandari na utalii. Eneo lipo katika ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi, likifurahia hali ya hewa ya joto na unyevunyevu. Katika jiji hili la Dar es Salaam kuna maeneo mbalimbali yenye sifa na mvuto wake. Hapa ni Kisutu, moja ya maeneo muhimu sana katika jiji la Dar es Salaam, hasa linapokuja suala la biashara na upatikanaji wa bidhaa. Sifa kuu za Kisutu na fursa za soko zinazoibeba ni hizi kama zifuatazo. Kisutu ni sehemu ya Central Business District CBD ya Dar es Salaam, ikiwa karibu na maeneo muhimu ya kama Kivukoni na Kariakoo, na lipo ndani ya halmashauri ya manispaa ya Ilala. Kituo cha sheria Kisutu linajulikana sana kama kitovu cha mahakama Judiciary District, kwani lina mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Hii inaifanya eneo kuwa na mkusanyiko wa ofisi za kisheria na shughuli zinazohusiana na mahakama. Fursa za soko na biashara. Kisutu Market. Fursa za soko la Kisutu zimejikita kwenye soko lake kuu la uwepo wa jamii ya wafanyabiashara wa kimataifa. Soko kuu la Kisutu, hili ndilo soko linalobeba fursa kubwa zaidi ya eneo hilo. Soko hili linatoa fursa zifuatazo: vyakula, matunda na mboga, biashara za jumla na reja. Tukiwa bado tunaangazia baadhi ya maeneo na mitaa katika jiji hili la Dar es Salaam, hapa ni Mnazi Mmoja. Ni eneo lenye maana kubwa sana, si tu kwa biashara bali pia kwa historia ya Tanzania. Kwa ufupi, Mnazi Mmoja ni eneo muhimu kwa ajili ya tasnia ya huduma, service industry, maeneo ya biashara na biashara zinazohitaji ukaribu na ofisi za serikali na taasisi za kisheria.
Katika utamaduni wa siasa zamani, Dar es Salaam ulikuwa mji mkuu wa zamani wa Tanzania kabla ya serikali kuhamia Dodoma, na bado lina ofisi nyingi za serikali na taasisi muhimu. Utamaduni na mchanganyiko, ambapo ni jiji la tamaduni mbalimbali, melting pot, likiwa na mchanganyiko wa watu kutoka makabila yote ya Tanzania na jamii za kigeni, hasa wenyeji asili ya Kihindi na Kiarabu. Lina historia ndefu, kuanzia kijiji cha wavuvi cha Mzizima hadi kuwa makao makuu ya utawala wa Kijerumani na Kiingereza. Ni jiji lenye idadi kubwa ya watu na ongezeko kubwa la watu kila siku nchini humu Tanzania, likiwa na msongamano mkubwa wa magari. Pia jiji hili linaendelea kujengwa miundombinu mikubwa kama vile barabara za juu flyover, ambapo tunashuhudia katika maeneo mbalimbali kiwemo Ubungo na maeneo mengine. Kuna madaraja makubwa, mfano daraja la Kigamboni na la Kijazi Ubungo, na mfumo wa mabasi yaendayo haraka DART, ambayo siku za karibuni yalisitishiwa huduma kutokana na maandamano yaliyosababishwa hasara mbalimbali ikiwemo kuchoma miundombinu hiyo. Lakini tuache hayo, kikubwa ni yale mazuri ambayo yamekwisha fanyika katika jiji hili na kuleta ustawi ulio bora kwa jiji hili ukilinganisha na miaka ya zamani. Licha ya maendeleo, bado linakabiliwa na changamoto za msongamano wa magari, foleni, makazi duni na miundombinu ya maji taka. Lakini serikali nayo haiko nyuma kuhakikisha kwamba inatatua changamoto zote hizo. Endelea kufuatilia Unyakyusani Empire Village Production, ambao tupo hapa kwa ajili ya kukufahamisha mazuri katika nchi ya Tanzania, huku tukijikita kwenye mambo mbalimbali yakiwemo utamaduni.